Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Geita imetoa amri kwa jeshi la polisi mkoa wa Geita kufikishwa mahakamani mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Geita, Bi Neema Chozaire, mkazi wa Mwatulole, Manispaa Geita, aliyekamatwa mnamo Julai mosi 2026. Akizungumza na waandishi wa habari leo Julai 14, 2026 katika viunga vya mahakama hiyo, wakili wa utetezi Beatus Emmanuel amesema mnamo Julai 6, 2026 walipata malalamiko kutoka kwa ndugu wa jamaa Bi Neema Chozaire, na hii ilitokana na ofisi ya kamanda polisi mkoa wa Geita kutoa taarifa ya kushikiliwa kwa kiongozi huyo toka mnamo Juni 29, 2026. Sasa mnamo tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026 tulipata malalamiko kutoka kwa ndugu na jamaa wa Bi Neema Chozaire, na hiyo ni baada ya kuwa ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Geita imetoa taarifa ya kushikiliwa kwa Bi Neema Chozaire toka tarehe 29 Juni mwaka 2026. Kwa utaalamu wetu kisheria tukagundua kwamba kwa kipindi hicho alichokuwa ameshikiliwa jumla ya siku 7 alipaswa kuwa angalau amepelekwa kwenye vyombo vya sheria. Kwa ndio maana tulikubaliana kwamba tupeleke maombi kwa hati ya dharura kuiomba Mahakama Kuu kwa mujibu wa sheria imruhusu sasa huyu mhusika adhaminiwe, ndugu zake wamuone na wampelekee mahitaji yake ya msingi. Kwa hiyo tukaleta maombi kwa hati ya dharura tarehe 6, yakapokelewa kwenye mfumo wa mahakama, na tarehe 8, maanake tarehe 7 ilikuwa sikukuu, mahakama iliporudi tu kazini tarehe 8 tukapewa summons kuwapelekea wote tuliowashtaki, ambaye ni mkuu wa polisi mkoa wa Geita, mkuu wa upelelezi wa polisi mkoa wa Geita, tukamshtaki Inspector General of Police kwa sababu ndiye ambaye anawapa maelekezo ya utendaji wa kazi. Tulimshtaki pia mkurugenzi wa mashtaka taifa, National Prosecution Services, ambaye ni DPP, lakini tulimshtaki pia mwanasheria mkuu wa serikali kwa mujibu wa sheria. Hawa ni watu ambao lazima waunganishwe kwa mujibu wa sheria kwa sababu ndio washauri wakuu wa kisheria wa serikali. Na jambo tulikuwa tunataka lihojiwe na mahakama au liamriwe na mahakama ni kwamba je, sheria imetekelezwa kwa kukaa na mtuhumiwa kwa zaidi ya muda uliowekwa kisheria wa masaa 24 na kuhojiwa ndani ya masaa 4 ya kukamatwa kwa mtuhumiwa. Kwa maombi hayo yalipangwa kusikilizwa tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026 saa 3:30. Sasa pamoja na kupelekwa summons kwa wahusika wote na wakasaini kwa majina mbalimbali, bado hawakufika mahakamani tarehe 14 mwezi wa 6, lakini pamoja na kupeleka summons ya kutaka mtuhumiwa mwenyewe aje kwa sababu ana kesi mahakamani, pia mtuhumiwa hajaletwa. Kwa mahakama kwa msingi kama hiyo haiwezi kusikiliza maombi ya pande mbili pale ambapo upande mmoja umejibu lakini haujaja mahakamani, lakini muombaji na hizi shauri ya jinai hajaja. Kisheria kuna hoja inaitwa arraignment of witnesses of an accused to court. Lazima mtuhumiwa yule au mleta maombi wa shauri ya jinai afike mahakamani. Sasa leo alikuwa mwakilishi wake tu, yeye hakuwepo. Kwa hiyo mahakama imetoa amri kwamba mtuhumiwa yule aletwe mahakamani tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026 muda wa saa 6 kamili mchana kwa ajili ya kusikilizwa kwa maombi yaliyowasilishwa na wakili wake kwa kushirikiana na ndugu zake akiwemo mume wake na viongozi wa chama. Leo tumefika mahakamani hapa kufuatilia swala la Mheshimiwa Neema Chozaire, mwenyekiti wa jimbo la Geita, ambaye alikamatwa tarehe 29 mwezi wa 6 2026, na ukamataji wake ulikuwa ni kama utekaji. Sasa baada ya kukamatwa na baadaye jeshi la polisi wakakiri kwamba wanamshikilia, mawakili wetu kwa kushirikiana na chama tulifungua ombi maalum la kuwataka mambo matatu wafanye jeshi la polisi. Jeshi la kwanza wamlete mahakamani, na la pili waseme kwa nini wanamshikilia, na la tatu ilikuwa ni kwa wamwachie huru sasa kwa sababu wamemkamata kinyume na taratibu, lakini pia wamemshikilia siku nyingi bila sababu. Tulifungua hilo ombi letu tarehe 6 na tarehe 8 tukawasave summons za kuitwa mahakamani, na leo ndio ilikuwa siku ya kuja mahakamani wamlete huyo Neema Chozaire. Na waliopewa summons hiyo ni jeshi la polisi wakiwemo RPC wa mkoa, RCO, IGP mwenyewe, lakini pia mwanasheria na watu wengine.
Cha kushangaza sana tumefika leo na jana tulizungumza nao, kwa kweli wakasema watamleta leo, lakini tumefika leo, tumefika mahakamani hapa, mahakama imesubiri, hawakumleta. Na kwa maana hiyo ni kama wamekaidi maelekezo ama amri ya mahakama. Sasa baada ya ukaidi huo, mahakama ikakaa ikazungumza na ikaamua kwamba tarehe 20 tena mwezi wa 7 huu, ambao ni Jumatatu ya wiki ijayo, Neema Chozaile aletwe tena mahakamani. Na imepelekwa tarehe 20 kwa sababu kuna sababu ya kwamba mawakili wa serikali wako Arusha kwenye vikao vyao, na kwamba kwa muda huu pengine wasingeweza kumleta. Sasa kwa nini hawataki kumleta? Moja, tunazo taarifa kwamba Neema Chozaile wakati wanamkamata na baada ya kumkamata alipigwa sana kiasi cha kwamba pengine hata hawezi kutembea sawa sawa. Na tunapoongea mpaka sasa hivi bado haki ya kumuona sisi viongozi wenzake, familia yake pamoja na mawakili wake, haki hiyo tumenyimwa. Kila tunapokwenda kumuona hawasemi yupo kituo gani, hawatuambia ana hali gani. Kwa hiyo tuna taarifa za kwamba Neema alipigwa sana. Sasa tunadhani kitendo cha kumpiga Neema Chozaile walimuumiza, na kwa hiyo wanataka apone, labda apone apate nafuu baadaye ili aweze kutembea na baadaye wamlete mahakamani. Kwa hiyo tunasubiri tarehe 20 hiyo, tutakuja tena kwa ajili ya kuja kuona kama watamleta, na tutaendelea sasa kutumia mbinu zingine za kulazimisha Neema. Mosi, tumuone yuko wapi, yuko kituo gani, ana hali gani na anapataje mahitaji yake kama binadamu, kwa sababu toka tarehe 29 mpaka leo hatujui anakula nini, nani anampa chakula hicho kina usalama wa kiasi gani na mambo kama hayo, na alipigwa, hatujui ana hali gani mpaka sasa hivi. Hizi ni ripoti za mahakama kutokea mkoani Geita. Mimi ni Said Tizrey na mwandaaji ni Baraka Fujens.